Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma tarehe 5 mwezi wa pili 2026 katika kituo kikuu cha polisi wilaya ya Songea tulipokea taarifa toka kwa Tadei Jerome Kimalo, huyu ni mfanyabiashara, kwa mfanyakazi wake ambaye ni wakala wa CRDB aitwaye Paulo Daniel Akweso aligundua kuibiwa fedha taslim shilingi milioni 147 na laki tatu na watu watatu ambao ni matapeli. Taarifa kamili ni kwamba tarehe 5 mwezi wa pili 2026 majira saa 6 mchana huko maeneo ya nyumba ya kulala wageni iitwayo Mwenda Pole iliyopo Bomba Mbili Songea mjini, Paulo Daniel Akweso ambaye ni wakala wa CRDB alifuatwa na watu watatu ambao kwa wakati huo majina yao alikuwa hayafahamu na kumlaghai kuwa kama anataka kupata utajiri wa haraka, hivyo awapatie kiasi cha fedha ili waweze kuzifanyia dawa na kuzalisha zaidi, na hivyo atakuwa tajiri mkubwa. Baada ya wakala huyo kuambiwa hivyo, alitoka katika nyumba hiyo ya kulala wageni ambayo ilikuwa amepangisha na kwenda kwa mawakala wadogo wapatao 9 na kukusanya kiasi cha fedha cha shilingi milioni 147 na laki tatu, na kuambia kuwa anaenda kuwekea fedha hizo katika akaunti zao za benki kama salio, yani frauds, ili waendelee kutoa huduma kwa wateja. Lakini wakala huyo hakwenda benki kama alivyowaambia, baada yake alienda nazo katika nyumba ya kulala wageni kama alivyoelekezwa na matapeli. Wakala huyo baada ya kufika katika nyumba ya kulala wageni alikutana na matapeli hao na kuambia, ambako walimwambia azitandaze pesa hizo kitandani kisha azipake mafuta na aondoke katika chumba hicho bila kukifunga, ili malaika waweze kuzichukua fedha hizo na watazirudisha zikiwa zimeongezeka zaidi ya hapo awali. Wakala huyo alitekeleza maagizo kwa kuondoka, na baada ya saa moja alirudi katika chumba hicho na kukuta pesa zote hazipo. Hivyo akaamini kuwa malaika wamezichukua, na wakala huyo aliendelea kukaa chumbani humo kwa muda mrefu akisubiri pesa zirudi, lakini hazikurudi mpaka mwajiri wa wakala huyo alipopata taarifa na kutoa taarifa kituo cha polisi. Baada ya kupata taarifa hiyo, Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma kwa kutumia timu ya wataalamu wabobezi wa upelelezi tulianza ufuatiliaji wa mkasa huu, na ilipofika tarehe 17 mwezi wa pili 2026 huko mtaa wa Uhindini mkoa wa Dodoma tulifanikiwa kuwakamata watuhumiwa wawili ambao ni Elasta Kev Kangapi aka Bosi Anuniwi, huyu ana miaka 36, na Kevin Travatori Kangapi miaka 37. Majina sio halisi, na baada ya kuhojiwa walikiri kuhusika na tukio hilo wakishirikiana na mtuhumiwa mwingine Salva Kombas aka Chula, ambaye naye tarehe 18 mwezi wa pili 2026 alikamatwa maeneo ya stendi kuu wilaya ya Mbinga mkoa wa Ruvuma. Hata hivyo, baada ya upelelezi, kiongozi wa kikundi hilo la matapeli aitwaye Enosta Kevin Kangapi aka Bosi Anuniwi, katika akaunti yake ilibainika kuwa na kiasi cha fedha milioni 88 ambazo alikiri kuwa kiasi hicho ni sehemu ya pesa walizotapeli kwa wakala wa Paulo Daniel Akweso, na fedha zingine akiwa amenunua pikipiki 4 na viwanja 3 huko Mbinga. Watuhumiwa wote watafikishwa mahakamani kwa hatua zaidi za kisheria. Sanjali na hilo, pia Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma tumeendelea na operesheni kali za kuwasaka na kuwakamata wahalifu wa wizi wa mchana, wavunjaji na vibaka
au aka vishandu wanaojihusisha na uporaji mikoba ya kina mama nyakati za usiku, ambapo kupitia operesheni hiyo tumefanikiwa kukamata wahalifu 22, kati yao mwanamke mmoja pamoja na pikipiki 38 zisizokuwa na namba za usajili plate number, ambazo zilikuwa zikitumika katika uporaji maeneo mbalimbali manispaa ya Songea. Aidha, kupitia operesheni hizo pia tumefanikiwa kukamata televisheni 9, redio aina ya sabufa 8 na pombe ya moshi lita 53, ambazo kati yake televisheni 4 na redio 2 zimetambuliwa na kukabidhiwa kwa wahusika. Wito: Jeshi la Polisi mkoa wa Ruvuma linatoa onyo kali kwa kuwakumbusha wahalifu kuwa mkoa wa Ruvuma sio sehemu salama kwao ya kufanya uhalifu. Badala yake tunataka kutafuta shughuli nyingine halali za kufanya ambazo zitawasaidia kujipatia kipato halali. Pia wananchi wanaaswa kuacha tamaa ya kutaka utajiri wa haraka na kwa njia za mkato. Aidha, tunawakumbusha wananchi kutoazimisha simu janja kwa watu wasiowafahamu, kwani kwa kuazima simu hizo hupakua app ya screen record kupitia kwenye Google Play Store na huchukua password na mambo yote ya siri inayofanyika katika simu, kisha huhifadhi katika gallery na kutumia taarifa hizo kwa kuhamisha pesa zote zilizopo kwenye akaunti ya mhusika kwa njia ya mtandao. Vile vile tunawakumbusha wananchi wote, hasa wanawake, kutopanda bodaboda nyakati za usiku ambazo hazina namba za usajili, kwani madereva wao hutumia mwanya huo kutekeleza uhalifu na kuwapora mali zao.